بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، endelea na sura al-Anbiya na tulisimama katika aya aya 86 na leo tunasoma aya 87. A'udhu billahi minash shaitani rajim. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. آية هي وذا النون kama desturi na aya nyinginezo na kisa kinaendelea na nani tena na Dhannuni kule wa Ayubu na Ayubu nini habari zake tunasoma na sasa hivi wa Dhannuni na baadaye tafuatia wa Zakaria. Naam, wa Dhannuni na pia yule Dhunnun au Dhannun. Nani huyu Dhannun? Dhannuni ni Yunus ibn Matta, Nabiyullah Yunus huyu ambaye katika mji wa Nainawa ikul Mosul fi Iraq. Katika kijiji hichi mtume huyu ametumwa kwa watu wake. Dhannun kwa jina la pili Yunus bin Matta, na kwa jina la tatu Sahibul Hut katika surati al-Qalam. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. na Dhannun kama ilivyokuja maana nun bimaana alhut, samaki mkubwa. Kule imekuja sahibul hut, mwenye mtu wa mwenzio samaki, mtu wa samaki yule ambaye alikuwa na kisa maalhuti, kisa kirefu kikubwa cha kustaajabisha. Dhannun na ndio maana sahib alhut, na nun bimaana alhut, na kama ilivyo hut kwa plural yake, kwa wingi wake jamu inakuwa hitan, na nun jamu yake ninan. Nun ninan hiyo moja, au anwan. Nun anwan bimaana samaki wengi. Lakini sasa Dhannuni huyu ambaye Yunus ibn Matta aliyekuwa mtume, Mwenyezi Mungu anatuelezea katika aya hii ya 87 wa Dhannuni idh dhahaba mughadiban. Na Dhannuni huyu Yunus ibn Matta alipoondoka akiwa ameghadhibika. Fanada fi dhulumat, akaita katika giza aina mbalimbali ya giza. Fanada fi dhulumat, nini kaita? Akasema la ilaha illa anta subhanak, hakuna anastahiki kuabudiwa, hakuna Mungu anastahili kuabudiwa ila wewe subhanaka, ulitakasika. Inni kuntu min adh-dhalimin, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa madhalimu. Tunatazama neno moja katika hii aya. Kwanza tunatazama Dhannun na nuni. Labda mtu atafikiria ile herufi ya nuni kama nyimbo ya Mombasa, ewe harufu ya nuni ya Juma bado sijui. Tayib, nun imesadifu kwamba ni harufu katika herufi 28 hurufu al-abjadiyya nun, lakini nun ina maana pia na ni samaki, kama ilivyokuwa mfano kaf, ain, sin, qaf. Ain ina maana, sin ina maana, qaf ina maana pia. Qaf kuna jabali laitwa Qaf. Ain inaweza kuwa jicho, ain inaweza kuwa spy, ain inaweza kuwa chemchemu ya maji.
Kwa hivyo imesadif kwamba hii ni herufi na pia ina maana ya herufi dhannuni. Kwa hiyo dhannuni Yunus bin Matta, na kuna kisa kinaelezewa, kuna waliodhoofisha hadithi hii ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Taif kulingania watu baada kusha kudispea, kukata tamaa na watu wa Makka. Kule Taif alipokwenda yamemkuta zaidi kuliko wamemkuta Makka. Kapigwa mawe mpaka kutoka damu na watu kumzomea watoto na kumfukuza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaondoka na kijana wake, akafika karibu na bustani akakaa hivi. Huyo kijana Addas akifanya kazi khadim, anasema kwa Utba bin Rabia wa Shayba bin Rabia labda, lakini huyo kijana alipotoka akamuonea huruma kwa vile namna alivyoteswa, akaja akamletea tende kidogo wale kabla hajala. Kisa kinaeleza hivi katika hadithi, akachukua chembe ya tende ile kwa anasema bismillahirrahmanirrahim. Kastajabu ya Addas akaambia, wewe umesema nini? Kisha bismillah. Akastajabu, asema watu hapa wasemi hivyo kumtaja Mwenyezi Mungu. Asema, kwani wewe nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi jina langu Addas min Nainawa. Kutoka Nainawa, kutoka kwa akhi, kwa rajulun salih Yunus bin Matta. Ndio imemshtua zaidi, mwenjuaje Yunus bin Matta? Kwa sababu hakuna ila hata watu watatu wenye kujua kisa cha Yunus bin Matta ila mimi na watu ambao walikuwa Nasrani. Huyo alikuwa Masihi, anafuata Nasara. Akasema hakuna yote anayejua kisa hicho. Akaambia, dhalika akhi nabii wa ana nabii. Basi akaanza kulia na kutoka machozi na kumkumbatia, mpaka bosi wake akaanza, huyo Adasi leo kishapandwa na shetani, ninaona anataka nini kwa Muhammad. Kisa cha Adasi. Lakini Yunus bin Matta huyu katika kisa hapa ni mtume ambaye alikuwa katika kijiji hichi, watu wake ambao walikataa kuamini. Kila alipofanya, hata akaambia adhabu itakushukieni, na ile adhabu ikacheleweshwa. Yunus kaondoka mughadhiban. Hii ghadhab neno lake kwa ghadhibika, ghadhab na ghadhiban yule mtu anayeghadhibika. Ukitia mimu hapa mughadhiban, yani inashtarik na upande wa pili, kwamba watu wake wamemghadhibisha na yeye ameghadhibika nao. Watu wake wameghadhibika naye, wakawa hamfuati, wanamchukia, na yeye pia ameghadhibika nao. Ndio inakuja neno mughadhiban. Ingeweza kuja wadhannuni idh dhahaba ghadhiban, lakini mughadhiban. Kwa hivyo akaondoka. Hata wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema hajara, la, Mtume hajahajiri mwenyewe tu. Kilichomhajirisha na kuondoka kwenda Madina kutoka Maka, kilichomfanya asafiri aondoke ni kero na mateso ya Makureishi. Wao ndio walikuwa sababu. Lao ingelikuwa sio Makureishi kunitoa mimi, singelitoka, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hajara ukitia alif bimaana muhajiran ila rabbihi ila almadina, kutoka muda wake alipomwamrisha na akaenda kwenda Madina kahaji. Kwa hivyo ukitia hajara tofauti na hajara. Hajara mwenyewe apendavyo mwenyewe, lakini hajara sababu ya kuhajir ni watu wa Maka walimuondoa. Ukitia alif طيب وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. alifikiri kwamba hatumwezi sisi. Fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Nasema hapa dhununi, sababu ilomtoa pale ni kwamba watu wamekataa kuamini, na kwamba adhabu itateremkia, na kule kuchelewa kwa adhabu
akaona bora mimi niondoke bila kupata amri kutoka kwa Mola wake, ondoka sasa. Basi akaondoka kwa kujiamulia mwenyewe na ile ndio lilomsababisha yale mateso aliyopata baada ya kupanda chombo katika chombo kile na kuvuka bahari. Baadaye ikabidi atupwe baharini na kumezwa na samaki mkubwa, ndio akaitwa sahibul hut. Ilipokuja katika aya ya sura al-Qalam aya 48, fasbir li hukmi rabbik wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Fasbir li hukmi rabbika, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, usubiri kwa hukumu ya Mola wako, usifanye jambo ila upewe amri ya go ahead. Fasbir li hukmi rabbika wala takun, wala usiwe ka sahibul hut, kama yule mtu wa samaki mkubwa. Idnada wa huwa makdhum, amwita Mola wake na yeye alikuwa kazongwa. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, lau ingelikuwa neema Mwenyezi Mungu haijamdiriki na kumfikia, lanubidha bil ara wa huwa madhmum, basi angelitupwa ufukweni na hali akiwa madhmum, mulim, mwenye kulaumiwa. Huyu sahibul hut aya 48 49 sura al-Qalam inaelezea kwamba amri ya Mwenyezi Mungu lazima ije kabla hujafanya kitendo kikubwa kama hicho cha kuondoka kuacha umma. Kazi umepewa hawa watu kuwaongoza, alafu kaondoka. Fasbir li hukmi rabbika, daima inakuja hivi, sabr muhimu na hukumu ya Mwenyezi Mungu muhimu. Tayib, kisa hichi pia kinaelezewa kwamba huyu nabii Yunus katika sura As-Safat imeelezea pia, wa inna Yunus la min al-mursalin, katika aya 139 na kuendelea na 40-41, idh abaqa ila al-fulk al-mashhun, akakimbia huyo kapanda chombo kilichosheheni imejaa watu. Al-mashhuni sababu kwamba ikiwa wimbi kubwa zaidi lazima mzigo uliokuwa ndani ya chombo upunguzwe. Fasahama, wakafanya kura ile wakapiga, fakana min al-mudhadhin, faltaqamahu, akawa ndio yeye ndio mtu ambaye wa kutupwa. Faltaqamahu, akammeza al-hutu, samaki mkubwa, wa huwa mulim, na hali akiwa mwenye kulaumika. Falaula annahu kana min al-musabbihin, neema Mwenyezi Mungu lau tadaraka, nini nasema kule, lau la an tadarakahu ni'matun min rabbih, katika sura al-Qalam tulisoma sasa hivi, la nubidha bil ara, lingelikuwa hajamfikia nini neema Mwenyezi Mungu, basi angelikaa katika tumbo la samaki yule mpaka siku ya Kiyama. Lakini neema Mwenyezi Mungu imemdiriki, kwa hivyo akamtema ufukweni. katika aya As-Safat, idh abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mulhadhin faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim, akameza yule hut, samaki mkubwa, akiwa naye analaumika kwa vile alivyofanya. Falaula annahu kana min al-musabbihin, rehema Mwenyezi Mungu kwamba kamjalia yeye awe anatoa tasbih, anamsabih Mwenyezi Mungu na kumtakasa. Na angelikuwa min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, angelikaa katika tumbo lake mpaka siku ya kufufuliwa. Fanabadhnahu bil ara wa huwa saqim, akamtema katika ufukwe naye akiwa ni mgonjwa. Mwenyezi Mungu, waanbatna alayhi shajaratan min yaqtin, kama alivyosema katika aya hii, akampandishia mti pale wa aina ya mumunya yaqtin. Wa arsalnahu ila 100,000 au yazidun, tukampeleka kwa watu wake wanaofika watu 100,000 au zaidi. Tutaendelea na kisa hiki inshallah kwa leo, nusu ya aya
yatosha inshallah. Hadha wallahu alam.